chanzo cha kuharibika kwa maadili especially kwenye eneo la ndoa, chanzo chake namba moja kabisa ni kutokujua vipaumbele, kutokujitambua na kutokujua vipaumbele. Wanawake wengi na wanaume wengi, namba moja, hawajijui wao nani kibiblia, wao ni akina nani mbele za Mungu. Yaani Mungu aliwaumba wao akawaweka katika nafasi gani. Hii ndio kutokujijua. Mwanamke hajui yeye amewekwa katika nafasi gani na Mungu, na mwanaume wakati mwingine hajui amewekwa katika nafasi gani. Mwanamke aliletwa kwa makusudi mawili kwa Adamu. Namba moja, mwanamke hakuumbwa kwa ajili ya Mungu. Maandiko yapo, kama utataka nikuoneshe maandiko nitakuonesha. Mwanamke hakuumbwa kwa ajili ya Mungu. Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume, ingawa mwanamume aliumbwa kwa ajili ya Mungu. Ndio maana Mungu alivyomuumba Adamu, yeye Mungu alikuwa amejitosheleza kabisa kumuumba Adamu, kwa sababu alimuumba mtu ambaye atakuja kutawala hapa duniani, Mungu akiwa anatawala mbinguni. Lakini Mungu alivyoangalia ule upweke wa Adamu na alivyoona wanyama wengine wanaendelea wako wawili wawili, akasema haipendezi. Akaona Mungu haipendezi huyu mwanamume awe peke yake, manake akamletea msaidizi. Manake alimletea kwa ajili yake Adamu. Mungu hakumleta Hawa kwa ajili yake Mungu. Alimleta Hawa kwa ajili ya Adamu. Si unanielewa vizuri? Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 11 anasema kuanzia mstari wa 7, anasema haimpasi, anasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Yani mwanamume ni utukufu wa Mungu, ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni mfano ni utukufu wa mwanamume. Hii ni Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Alafu mstari wa 8 anasema maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume. Anasema wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Sasa wanawake wanatakiwa kujua position yao. Vita kubwa ndani ya familia, wanawake wengi wamekuwa ni wanaharakati wapigania uhuru ndani ya ndoa. Wanataka haki sawa. Anataka na yeye awe anarudi usiku wa manane nyumbani kama mwanaume. Anataka na yeye awe na mipango yake, ajiamlie cha kufanya. Wakati mwanamke yeye anatakiwa urize ruhusa kwa kila kitu kutoka kwa mwanaume.